أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Kwa hakika sifa ni zake Mwenyezi Mungu, tunamsifu, tunamtukuza, tunamtegemea na tunamwomba tughfirie madhambi yetu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, na tunajikinga kwake na shari za nafsi zetu na shari ya vitendo vyetu vibaya. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemongoza hakuna atakayeweza kumpoteza. Wa man yudhlil fala hadiya lahu, yule ambaye amempoteza hakuna atakayeweza kumongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, na nashahidi kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake. Fa inna asdaqul hadithi kitabullahi ta'ala, kwa hakika mazungumzo yaliyokuwa na ukweli kabisa ni kitabu chake Mwenyezi Mungu alitukuka. Wa ahsanul hadi hadiyu Muhammadin, na uongofu ulikuwa bora ni uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sala na amani za Mwenyezi Mungu zimfikie. Wa sharul umuri muhdathatuha, na katika mambo mabaya ni mambo mapya. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila jambo jipya ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi au innovation ni upotevu. Wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotevu unampeleka, unamwelekeza mtu katika moto jahannam. Katika video hii tutazungumzia alama za ajabu 10 za kihesabu katika baadhi ya sura za Qur'ani, katika baadhi ya sura za Qur'ani tukufu. Tumechagua Yusuf, sura ya Yusuf, sura ya Isra, sura ya Al-Baqara, Ad-Dukhan, Al-Kahf, sura ya Maryam, An-Nahl, Al-Hadid, Taha na Nuh. Alama za kihesabu ni mojawapo ya miujiza mikubwa katika Qur'ani, ambazo ukifikiri utaona hazikuja kwa kubuni, bali zilipangwa kwa hikima kubwa, na inathibitisha kauli ya Mwenyezi Mungu katika sura ya Jin katika kipande cha mwisho wa aya kinachosema wa ahsa kulla shay'in adada, yani Mwenyezi Mungu kama anasema hapa tafsiri, and takes account of every single thing. Mwenyezi Mungu kila kitu ameshukulia kwa hisabu, kila kitu katika hisabu yake. Hakuumba vitu ovyo ovyo tu, kila kitu kwa sababu, na kila kitu amekiwekea hesabu yake. Sasa tukiangalia katika sura ya Yusuf, tukija hapa angalia hii sura ya Yusuf ni sura namba 12. Tusisahau kwamba hizi namba zote unazoona hapa, sura ya kwanza Al-Fatiha, Al-Baqara, hizi namba zote hizi ziliongezwa baadaye. Yani Qur'ani ya mwanzo ilikuwa hivi, unaona, hamna namba yote, hamna namba yote, lakini baadaye wakaongeza, Waislamu wakaongeza namba hizi ili kutusaidia sisi kusoma Qur'ani bila makosa. Aya namba 1, aya namba 2, aya namba 3 kama unavyoona hapa, aya namba 4, aya namba 5, zote zimeandikwa ili kutusaidia sisi, na wametuandikia juu hapa sura hii imeshuka Maka. Angalia hii katika msahafu mwingine, unaona picha kama hii, aya zimeandikwa hivi, aya namba 1, namba 2, namba 3. Sasa wewe angalia hii namba 12, hizi namba zilipokuja kuandikwa baadaye, sasa tunaona mambo mengine maajabu. Na Mwenyezi Mungu anajua zaidi, sisi tunaona maajabu, lakini yeye mwenyewe anajua ni muujiza au kitu kingine, lakini anashangaza. Wewe angalia anavyoshangaza, kwa sababu ndugu zake Yusuf walikuwa 11 na yeye jumla 12, yani baba yao alizaa watoto 12. Yakub alikuwa na watoto 12, na ajabu sura imekuwa namba 12, kama kwamba Mwenyezi Mungu ukijaribu kuangalia kuifikiri sana, utaona kama kwamba Mwenyezi Mungu aliposhusha sura hii akaamua kuita Yusuf namba 12 kama kwamba watoto 12. Sasa twende tena tuone
tuone mingineyo katika sura nyinginezo. Tuchukue mfano Isra, sura ya Isra. Hebu turudi tena katika picha yetu hii, sura ya Isra hii namba 17. Sasa ajabu, hii namba 17 inalingana na raka za sala, kwa sababu tunasali raka 17 katika sala 5, yani sala asubuhi raka 2, 4 dhuhuri jumla 6, alasri 4 jumla 10, magharibi 3 13 na 4 isha 17. Siko raka 17. Na tusisahau Isra ni safari aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipewa zawadi na Mwenyezi Mungu, alifanyiwa safari hiyo, akachukuliwa usiku huo mmoja akapelekwa mpaka Palestine, kisha akapelekwa katika mbingu 7, na kisha Mwenyezi Mungu akamfaridhishia sala 5, na katika sala 5 hizo ndio hizi raka 17. Sasa angalia hapa walipokuja kuweka hizi namba Fatiha mpaka imefika 17, unakuta Isra ni kama inalingana na zile raka. Unaona ajabu hapa, tumesema watoto wa ndugu zake Yusuf, familia yake wako 12, na hapa tunasema Isra raka 17. Kwa hiyo angalia, tusisahau ile aya Mwenyezi Mungu aliyosema wa ahsa kulla shay'in adada, kila kitu amekihesabu. Unaona maajabu haya, malingano au uwiano baina ya majina ya sura. Sasa tuende katika Dukhan. Samahani, nimeruka hapa. Tunakwenda sasa katika Bakara. Hebu tuone katika Bakara, sura ya Al-Bakara. Tuende tuone kuna muujiza gani katika Bakara. Katika Bakara hii, sura ya Bakara ina aya 286. Sura ya Bakara 286. Sasa ukienda katikati ya sura hii ukagawa hii mara 2 itakuwa ni 143. Sasa twende katikati ya sura hii, aya ya katikati katika hii sura hii hapa inasemaje? Aya namba 143 inasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nimewajalieni muwe taifa la katikati. Sasa wewe angalia, tupo katika sura ya Bakara, katikati ya sura Mwenyezi Mungu anakuambia nimewajalia muwe umma wa katikati. Angalia mpangilio wa sura hii. Mwenyezi Mungu angetaka angeifanya hii aya iwe sehemu nyingine, angelijalia iwe katika mwanzo wa Bakara, mwisho wa Bakara, imewekwa katikati. Ni kama Mwenyezi Mungu kithibitisho aliposema wa ahsa kulla shay'in adada, amehesabu kila kitu, angalia kaiweka hapa katikati. Kwa hikma anajua mwenyewe. Si tunasema tu tunashangaa na inatupa imani kama Mwenyezi Mungu yupo, kwa sababu hii Qur'ani haikuja hivi kienyeji tu, na kwamba haikuguswa, kwa sababu kama ingekuwa imeguswa hii Qur'ani tusingepata haya mambo tunaona ya majabu haya. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Si tunaona maajabu tu, iliyobaki tumwachie mwenyewe. Hatuwezi kutoa hukumu tukasema hii ndio muujiza, si muujiza. Wewe angalia tu, tumesema ya kwanza ile Yusuf ina namba 12, wako ndugu 12. Tunaona maajabu. Tunakwenda katika ile Isra tuna 17 raka 17. Tunakuja hapa hii iko katikati aya hii, tunaona maajabu. Twende katika hii sura na mwisho, kwa karibu na mwisho kuna muujiza mwingine. Angalia, Mwenyezi Mungu anasema hafidhu ala salawati, hifadhini sala zenu au fanyeni hizo sala zenu, wa salatul usta, na mitaja salatul usta kwa kuipa heshima, na kama salatul usta kaitukuza hiyo sala ya katikati hiyo, wa kumul kantin, na msimame kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mnaposali. Sasa uangalia hii wa salatul usta kaiweka katikati pia, kwa sababu huku maneno ya huku, idadi ya maneno huku ni 3 na idadi ya maneno huku 3 pia, 14 na herufi za huku 14. Hii wa wa salatul usta ipo katikati, imezungukwa na hizi idadi ya maneno, idadi ya herufi zinalingana. Qur'ani akajalia salatul usta ingekuwa sehemu nyingine, akamejalia katikati, na ile aya mwanzo iko katikati ya suratul Kahf. Na muujiza mwingine, Allahu aalam, tunasema ni alama, anajua Mwenyezi Mungu. Nimesema muujiza, lakini kwetu sisi, kwangu mimi naona ni muujiza, lakini anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hebu twende katika hiyo sura ya Al-Kahf.
Kahfi hapa, angalia kuanzia aya namba 9 mpaka aya namba 26 inazungumzia habari za wale watu walikwenda kalazwa katika pango. Am hasibta anna ashab al-kahfi, wale watu wa kahfi, watu wa pango, waraqimi kanu min ayatina ajaba. Kisa chao kinaanzia aya hii namba 9. Rudi nyuma katika sherehe. Kisa chao kinaanzia namba 9 mpaka 26. Kisa chao kinaanzia namba 9. Rudi tena kahfi. Yani kinaanzia namba 9 hii mpaka aya namba 26. Sasa hizi aya ukizihesabu hizi unakuta ziko 10 na ngapi? 18. Yani kisa hichi kinaanzia katika sura Al-Kahf aya namba 9, kinaishia mwisho kabisa aya namba 26. Ndio mwisho. Ziko aya ngapi hapa? 18. Hebu nenda katika sura, unakuta sura namba 18. Jamani, unaona mambo haya. Sasa angalia hii sura namba 18. Hebu twende katika ile tebo yetu. Sura namba 18 iko wapi? Hii hapa. Al-Kahf. Namba 18. Na aya kule zinazungumzia habari ya watu wa pango ziko 18 tu. Hapo ndo tunasema Qur'ani inaishiria mambo ya ajabu ajabu, na inathibitisha kauli ya Mwenyezi Mungu aliyosema wa ahsa kulla shay'in adada, amehesabu kila kitu kwa idadi, sio kijuruvu ovyo tu. Sasa wewe angalia hizi namba zilikuwa kuna hapo enzi ya Mtume, hizi namba ziliwekwa baadaye. Sasa kunatoka miujiza au kunatoka hizi alama za ajabu ajabu. Namba 18 tunaelezwa mambo mapango. Twende habari nyingine, twende katika sura ya Maryam. Sura ya Maryam, twende katika sura ya Maryam. Sura ya Maryam aya namba 16 mpaka aya namba 34 inazungumzia kuhusu kisa cha Nabii Maryam na Isa. Makapa inaanza wadhkur fi kitabi Maryama, kitabu Maryama, kitabu cha Maryam, na inaishia na kusema dhalika Isa ibn Maryam, huyo ndio Isa mtoto wa Maryam. Sasa uangalia aya hizi ukihesabu hapa mpaka hapa, aya ziko 19 kuanzia 16 mpaka 34. Turudi nyuma kule 36 19 from 16 to 34, from 16 to 34, aya kuanzia 16:34 kama sikosea. Hebu turudi tena kwa Maryam 16 hii hapa mpaka 34. Aya sura hii ina aya nimeziandika pale 98, lakini angalia Mwenyezi Mungu kachagua kisa hichi kinafanyika katika hizi aya 19, na ukaangalia sura hii, turudi tena katika ile ni namba 19. Aya zinazozungumzia kisa cha Maryam ziko 19 tu, na hii sura namba 19, na aya za watu wa pango ziko 18 tu, na hapa Mwenyezi Mungu kajalia namba 18. Wewe fungua msahafu wako nyumbani, ziko jumla sura 114. Kwa hiyo tukianzia kwa Al-Fatiha unafika namba 18 Al-Kahf. Sura namba 18 Al-Kahf ina aya 18. Sura namba 19 ni Maryam, ninazungumzia Maryam. Aya ziko 19 tu zenye kuzungumzia mama huyo Maryam na mtoto wake Isa. Na hii watu waliolazwa katika pango, aya ziko 18 tu. Sasa hizi ndio alama za ajabu katika Qur'ani. Hebu tuende katika sura ya nyuki An-Nahl, ambayo imeandika hapa bees kwa Kiingereza. Nahl. An-Nahl yani bees, nyuki. Sasa ukija katika hii sura ya bees bila ya kuitafuta, unajua tu namba 16 An-Nahl, wale nyuki tuliona katika video za nyuma science. Nyuki ana chromosome katika chembe yake ya atom, ndani mna DNA. DNA ndio habari zako zote, zina chromosome 16.
Sisi binadamu tuna 23 chromosome. Nyuki 20 ndio anajulikana. Kwa hiyo nyuki wa kiume ana 16, wa kike 32. Na Mwenyezi Mungu amejalia sura namba 16. Tena angalia ajabu, hiyo aya ina maneno 16. Hiyo aya iko moja katika Qur'ani nzima. Na herufi zilizotumika katika herufi zote za Kiarabu, herufi zilizotumika kuelezea habari hii katika hii aya ni ziko 16 kutoka kwa herufi zote hizo za Kiarabu ambazo ni 28. Wewe uone haya maajabu haya. Sura hii inalingana na chromosome. Hakuna kitu bure, hakuna chance ya kusema kuna herufi hapa imezidi au imepungua. Qur'ani kila kitu Mwenyezi Mungu amesema wa ahsa kila shay adada, amehesabu kila kitu kwa idadi. Sasa twende katika Al-Hadid, sura Hadid. Sura ya Hadid na bila takuitafu kupata tabu, hakuna tatizo, iko katikati 57, kwa sababu sura za Qur'an ni 114 kama unavyoona hapa 114. 114. Ziangalie zote hizi kuanzia Fatiha mwanzo mpaka Nas ya mwisho. Lakini katikati ya 114 si 57 kihesabu. Ukagawa 114 mara 2, ukagawa kwa 2 unapata 57. Ukagawa 114 kwa 2 unapata 57. Kwa hiyo sura Al-Hadid ipo katikati. Sasa wewe angalia katika ardhi hii, chuma na iko katikati. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu hii na ikajalia hii sura iko katikati. Chuma iko katikati ya ardhi na namba. Alafu ajabu yenyewe hii, aina ya chuma ziko zaidi ya moja, wanaita isotope katika chemistry. Na hii 57 ni aina ya chuma ambayo inaita stable. Ni isotope ziko zaidi ya moja, lakini hii ni stable isotope. Na ajabu ni kwamba watu waliofanya hesabu katika kutumia hesabu ya wakati huo walikuwa wanatumia herufi. Enzi hizo kabla ya kushuka hata Qur'an, walikuwa wanatumia herufi, na herufi zingine zina namba ambazo walikuwa wanatumia katika maisha yao ya kila siku. Walikuwa wanatumia herufi kama vile alif ina namba fulani, b ina namba yake ambayo tutazungumzia wakati mwingine. Kwa hiyo ukichukua zile namba za wakati ule, ukachukua Al-Hadid, ukachukua namba unapata 57 hivyo. Lakini watu wengi sana wamepiga vita hizo namba, wanaita jumal, wamepiga vita. Ndio maana sikupendelea kuzungumza hapa, nazungumzia science tu, tusiingie katika hayo manamba. Lazima tuende na ukweli. Tunataka kufuata vitu vingine, japokuwa tunapata hiyo namba, lakini tunataka iwe safi kabisa. Hii video tutaongeza vitu vingine wala kupunguza kitu. Nazungumza hapa ili tupate kuona vinavyoashiria maajabu tunayoona sisi. Alafu baada ya hapo namwachia Mwenyezi Mungu, na msomaji mwenyewe pia anaweza kufikiri, mama msikilizaji wa video hii, kama haya tunazungumzia ukweli yanalingana, lakini maajabu usikuna maajabu. 57 na Mwenyezi Mungu amejilia chuma katikati ya ardhi. Na maulama au wanavioni wengi wa Kiislamu wanazungumzia habari hii. Hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua vipi kama chuma iko katikati ya ardhi? Leo hii tunasoma chuma katikati ya ardhi, na hapo naona leo hii sura namba 57 ya katikati imewekwa katika Qur'an. Kama Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliumba ulimwengu na yeye ndiye alishusha Qur'ani kajalia hii Hadidi iwe katikati. Kwa hiyo tumachie Mwenyezi Mungu. Lakini tuna mzuri kusoma kwa sababu ni vitu, hizi ndio silaha za kuchukua ili upate kujilinda na imani yako. Hizi ndio silaha za kuchukua ili ulinde imani yako, na pia silaha hizi za kuwafundisha watu wengine wapate kuelewa, wapate kuja katika Uislamu. Kwa sababu kama unavyoona vitu kama hivi ndio vinawafaa vijana wa sasa ambao wamezama katika science. Nataka wapelekee hivi vitu. Mwenyezi Mungu kaviweka kusudi. Enzi ile ya Mtume ilikuwa havitajiki hivi vitu. Ilikuwa muujiza katika lugha. Na pia kuna muujiza katika lugha, mamilioni ya muujiza katika lugha ambayo iliwavutia hao watu wakati huo.
ambao lugha yao ilikuwa wanaipenda sana na walikuwa hodari sana katika lugha yao, lakini Mwenyezi Mungu akashusha Qur'ani ikashinda zote hizo. Leo hii tupo katika science, sasa tunatolewa vitu vingine hivi, na hivi ndio vitu vinafaa sasa hivi wapelekee vijana watu wengine kuelezea mambo tu, Mungu akasema hivi, akasema hivyo, watu wengine hawasikilizi, wengine wanasikiliza. Kwa hiyo silaha zote hizi ukusanye, sio tu tusichukulie hivi hivi. Sisi wote, hata mimi mwenyewe najiambia hizi ndio silaha. Sasa twende katika sura ya Taha. Sura ya Taha tuone mengine tena maajabu. Unaona? Sura ya Taha katika Qur'ani nzima hii, ta, herufi ya ta. Herufi ya ta. Hebu tuende katika sura ya Taha kwanza. Taha iko hapa namba 20. Sasa sura za mwanzo za 19 za mwanzo naziona hizi 1 mpaka 19. Al-Fatiha mpaka Maryam. Alafu sura zote kuanzia 21 mpaka 114 mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu amejialia hii sura kwa namba 20 iko hapa. Taha, unaiona katika mstari wa pili juu hapa. Taha. Sababu natamani nichore hapa ili upate kuona. Mwenyezi Mungu amejialia hii Taha hii hapa. Taha. Kwa hiyo ziko huku sura ngapi? 19. Na zilizobaki zote hizi zilizobaki zinakwenda kwa namba hizi mpaka mwisho kabisa 114. Ya mwisho hii hapa 114. Niondoe tena. Kwa ya kwanza ni Taha hii hapa, na zingine zote kuanzia 21 mpaka 114 ya mwisho. Yaani anaanzia Al-Fatiha mpaka Taha. Sasa angalia, twende katika muujiza za Taha. Tuone kitu gani kinashangaza hapa. Ni kwamba herufi za Taha katika Qur'ani nzima ni ziko 1273. Unaona, watu wamefanya kazi bwana, watu wamefanya research. Herufi katika sura nzima, herufi Taha. Labda nichore hapa tupate kuona. Herufi Taha. Hivi. Taha. Shinda kuchora vizuri, lakini mradi tuone. Herufi ya Taha hii kwa Kiarabu hii. Taha. Ziko 1273 katika Qur'ani nzima. 1273 of letter hii. This letter. Taha. 102,073. Na jambo la kushangaza ni kwamba hebu niondoe hii tupate kueleza vizuri. Jambo la kushangaza, inashangaza kweli kabisa. Inashangaza kweli. Ni vitu vinatuzidisha imani kweli. Hii Taha hii nitaitia T, naiandika T tupate kuiona vizuri. Hii ndio Taha. Katika msahafu mzima naandika Taha. Katika sura ya Taha T, katika sura ya Taha. Sura zote za nyuma huku na sura zote za mbele huku. Huku kuna sura 10 ngapi? 19. Na zilizobaki zote katika sura 114 zitakuwa upande huku. Unaona? Hii hapa T ya Taha. Huku kuna sura 19 na huku sura zote za msahafu nyinginezo huku upande huku. Narudi tena katika picha upate kuona. Taha hii hapa. Taha hii hapa. Kwa sura zote hizi hapa ni 19 na nyingine zote mpaka mwisho huku Taha hii hapa. Ndio nazungumzia katika hii picha upate kuona. Kwa hiyo muujiza ambao unashangaza au alama ambayo inashangaza, na Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe kama ni muujiza, ni kwamba kuna herufi za Taha huko 636 katika sura hizo 19 na huko kuna 600
36. Unaona isivyoganyika na gani? Yaani katika sura 19 Mwenyezi Mungu kajaza chungu mzima Taha, na huku sura zote nyinginezo jumla ni sura 114. Huku na sura nyingi lakini kaweka 636. Mpango, angalia namna balance, hii ni balance, utafikiri mizani. Na hii sura pekee yake Taha ni kama kwamba hii Taha ndio baba yao, ni kama kwamba hii Taha ndio Taha ya dhahabu, hii Taha ya almasi ipo katikati, imezungukwa na ndugu zake kina Taha 636 na kina Taha wengine 636, na uita kina Taha ili pati tuelewe vizuri, kina Taha huku 636 636. Na hii hapa tumesema katika msafu mzima kuna 1700 kama sikosei, nirudi nyuma tena pate kuona 1273 1273 ya nini Taha katika msahafu mzima. Sasa ukichukua 336 and 336 unapata 1272, na hii moja hapa inakuwa 2073. Unaona balance hii 1272 kwa jumlisha hii na hii, alafu hii ya katikati Mwenyezi Mungu amejalia, yani mpima, angalia huku sura 19 tu na huku sura zote nyinginezo zilizobaki. Qur'an na sura 114. Wewe angalia sura zote hizi Mwenyezi Mungu akatoa kidogo tu, jaribu kufikiri, akatoa katika sura yote haya 636, huku na sura 19 tukajaza 636. Unaona hiyo maajabu na mpango aliopanga namna gani? Huo mpango aliopanga unashangaza. Sasa wewe angalia jina lake Taha. Kwa hiyo sura 7 ambazo tunakuja katika hii ya kwanza ipate kuelewa, hii muhimu uelewe. Sura ya pekee. Tunakuja B. Hili kwa ni A, sasa B. Sura 7 ambazo majina yake yana herufi ta ni Taha, Fatir, At-Tur, At-Talaq, Al-Infitar, Al-Muttafifin, At-Tariq. Hizi ni sura 7 ambazo majina yake yana herufi ta. Lakini Taha ndio pekee yake inatangulia na neno Taha. Hizi zingine zina Taha katikati, angalia Fatir, At-Tur, At-Talaq, lakini pekee yake Taha iko mwanzo. Alafu sura nyingine 4 ambazo zinaanzia na herufi ta, hatusemi jina la sura hapa, ilikuwa ni jina la sura Taha, jina la sura. Sasa sura ambazo zinaanzia na herufi ta, unapata Taha, unapata Shuara, unapata An-Naml. Kwa sababu gani? Taha unasema Taha, Shuara unasema ta sin mim, An-Naml unasema ta sin, na Al-Qasas ta sin mim. Kwa hiyo angalia hapa, katika makundi yote mawili haya inaongoza Taha. Katika kundi la kwanza hapa Taha, katika jina lake mnatanguliwa na neno ta, inatanguliwa na Taha. Hapa ngine yote hapa Taha zote ziko katikati, lakini kwa hiyo Taha inaongoza hapa. Ndio maana tukasema kule Taha ya dhahabu hiyo inaongoza hapa. Ukija katika kundi la pili, sura ambazo zinaanzia na herufi ta, unapata Taha ipo. Kuna Taha sin mim, kuna Taha sin, na Taha pia ipo. Lakini inaongoza kwa sababu hizi sura zote hizi, tuje katika ile picha utaona. Sura zote hizi zimekuwa baada ya namba 20. Yani zipo huko. Kwa hiyo inaongoza. Hizi zote tulizotaja nyuma huko ziko huko. Ngoja nichore uone. Sura zote zenye Taha zile tulizosema katika sura na kuanzia zipo huku. Hii namba 20 kwa inaongoza. Kiongozi, na ndio dhahabu hiyo. Rudi tena katika sherehe yetu. Kwa hiyo herufi Taha ipo katika makundi yote mawili tuliyotaja, na pia zinatangulia zote hizo kwa ni namba 20 katika msahafu. Imeeleweka hapo? Imeeleweka kufuatana na picha nilivyoelezea. Nimeelezea picha kwanza, alafu maelezo haya ili ipate kueleweka. Kwa hiyo herufi Taha ipo katika makundi mawili yaliyotaja hapa juu, na katika makundi yote mawili inaongoza kwa sababu namba 20 hizi zote zimefuata. Ni kama Taha ipo mbele tu,
hiyo toa ya dhahabu, na imezungukwa na ndugu zake, ipo katikati 336 times 2 na ipo katikati. Na jambo lingine katika nao, tumeshasema D nao sura 7, katika ukiangalia sura 7 na hizi sura 4, hizi 7 na 4, hizi sura 7 na 4, ukizimultiply hizi unapata 28. 7 times 4 28. Hizi sura 7 na 4 28. Alafu jambo la kushangaza, angalia maajabu tu, maajabu. Hebu tuangalie hapa kama sura Taha iko hapa, ninayo hapa. No, sikuwa nayo, sikuikopi hapa, lakini kwa kifupi ni kwamba sura 7, ukichukua sura hizo 7 na 4 unapata 28, na ndio idadi ya herufi katika sura ya Taha. Idadi ya herufi Taha katika sura Taha. Sasa waangalia sura ya Taha peke yake, ile Taha ina herufi Taha peke yake 28. Sasa na idadi hii tena 7 mara 4. Hii 7 mara 4, sura 7 ambazo majina yake ni herufi Ta, ukafanya na mara 4 ya sura 4 ambazo zinaanzia na herufi Ta, ukamultiply hizi unapata 28, na 28 ndio herufi ya Ta peke yake katika sura ya Ta. Angalia maajabu inalingana namna gani, na kweli muujiza unakuwa na maajabu, kila kitu maajabu tu, kila kitu maajabu. Sasa wewe angalia hapa, anasema hivi, sura za Qur'ani ni 19 times 6, yani Qur'ani unaweza kugawanya katika mafungu 6 namba 19, yani 19 19 19. Tukija hapa tueleze vizuri zaidi. Qur'ani tunagawa katika makundi 6 na namba 19, yani 19 ya samani. Qur'ani unaweza kugawa katika mafungu 6 ya namba 19, yani 19 jumlisha 19 jumlisha 19 mara 6. Herufi Ta zipo 636 katika fungu la kwanza, yani katika zile sura 19 za mwanzo, kuanzia sura Al-Hamd mpaka kabla ya sura ya Taha. Sura hizo zina herufi 636 za Taha, na baada ya sura ya Taha kuna sura 95 ambazo ni mafungu matano yaliyobaki, nazo zina herufi ya Taha 636. Sasa angalia mpangilio wa kipimo huo. Haya ndio tulizungumza, ni sherehe ile tulizungumza kwa mwanzo. Mwenyezi Mungu kajalia kwamba hii Taha sura za mwanzo 19 ina 636, na zinginezo zote sura 95 nichukua 636, kama kwa Mwenyezi Mungu amejalia ili aweke ile balance ya zile Taha. Kwa hiyo tumeona maajabu katika sura ya Taha. Sasa twende katika sura ya Nuhu, tuone maajabu mengine. Sura ya Nuhu ina maajabu yake. Sura ya Nuhu namba 71. Hebu twende katika sura ya Nuhu ione namba 71. Hii hapa Nuhu namba 71, naiona 71 hii Nuhu. Sasa tuone sherehe inatuambia nini. Aya zake ni 28. Hiyo Nuhu aya zake ni 28 na namba yake ni 71. Sasa Nuhu, hebu twende katika hiyo picha tupate kuelezea vizuri zaidi. Sura zilizofuatia Nuhu zote kuanzia hii Ajin mpaka Nas, kuja nichore tena kwa rangi ili tupate kueleza vizuri zaidi. Yani sura hizi, hii hapa na hizi hapa, nazichora hivyo upate kuona, na hizi hapa ziko jumla 43. Jumla ngapi? 43. Katika sura hizi hakutajika neno Nuhu. Hakuna neno Nuhu hapa katika hizi sura hizi, hakuna neno Nuhu. Jina la Nuhu hakuna, yani hakutajwa katika hizi sura.
na katika sura za nyuma zote 70, na si hesabu Nuhu kwa wakati huu, na hesabu hizi tu 70, zote hizi zote, katika hizi 70 kuna 43 ambazo hakutajika tena Nuhu. Unaona mpangilio? Yani sura 43 za upande huku hakutajika Nuhu, na sura za 43 za upande huku hakutajika Nuhu. Lakini katika hizi 70 kuna baki ngapi? 28. Na katika 28 ametajika Nuhu mara 43. Ya ilahi ya Rabbi, weka ile maajabu. Ina 43 za upande huu hakutajika Nuhu, na 43 za upande huu hakutajika Nuhu. Lakini katika upande huu kuna sura 28 pamoja na hii ya Nuhu, pamoja na ya Nuhu. Naposema 28 pamoja na Nuhu, kumetajika Nuhu mara 43. Sasa twende katika hii tupate kueleza vizuri zaidi, uone maajabu ya Qur'ani. Ya ilahi ya Rabbi, hii miujiza haina mwisho. Miujiza au sijui ni alama za kucha za ajabu na zinatisha. Sasa ngoja tueleze hii sura ya Nuhu iko hapa. Sura zote za upande wa huku ziko 43. Hakutajika jina la Nuhu hata kidogo, hakutajwa kwenye hizi sura ndizo ziona hapo kwenye picha. Na sura za upande wa huku zote, katika sura za upande huku ziko karibu 70, tumeona 43 hakutajika Nuhu, isipokuwa 28 tu. Na katika 28 sura hizi pamoja na hii Nuhu kumetajika Nuhu mara 43. Allahu Akbar. Sasa huwezi kuona maajabu. Yani huku hakutajika 43 times. Huwezi kuona kama Mungu ndo anapanga. Na huku hakutajika Nuhu mara 43, lakini katika sura 28 ametajika mara 43 tu, pamoja na hii Nuhu yenyewe sura hii. Yani ziko kama sikosei, tumeona pale katika hii ziko ngapi? 70, pamoja na Nuhu ni 71. Unaona maajabu. Sasa hebu twende katika sherehe, twende katika hiyo sherehe tuona haya maajabu. Kwa hiyo na aya zake, angalia sasa ajabu nyingine tena, angalia maajabu yenyewe. Aya ya sura ya Nuhu, sura ya Nuhu ina aya 28 pia. Waangalie maajabu. Yani hizi sura za huko nyuma zote, sura za Nuhu, yani sura ziko 70. Unaona hapa kuna sura 28 kumetajika jina la Nuhu. Sitakuingia huku. Kuna sura 70 mpaka hapa, yani zote hizi 43 kutajika Nuhu, lakini 28 katajika Nuhu, sura 28 katika upande huu. Na katika 28 tumesema ametajika mara 43. Kwa hiyo katika hii sura ya Nuhu ambaye namba yake ni 71 na zake ni 28, ukafanya hesabu katika kujaribu tu useme nitoe 71 kutoa 28, na 71 hii sura nitoe 28, ufanye utundu huo, unataka kujua utapata ngapi? Unapata 43. Namba hiyo hiyo tunayosema, kwa sababu Nabii Nuhu ametajika katika Qur'ani nzima mara 43. Na jambo la kushangaza ni kwamba katika hizi aya 43 zilizo sema, na katika hayo hizi mara 43 zilizotajika Nabii Nuhu, utakuta kaumu Nuhu, yani jina lake limeambatanishwa na kaumu na watu wake, kaumu yake mara 14, kaumu Nuhu. Na jina lake kuambatanishwa na imraata Nuh ni mara 1, na Nuhu peke yake mara 28. Tena je, mwenyewe zile aya za sura ya Nuhu ziko 28, na Nuhu peke yake katika kundi lote hilo ametajika mara 28 katika Qur'ani nzima. Yani katika hizo aya 28, katika hizo aya, tazama ajabu yenyewe.
Sura ya Nabii Nuhu ina aya 28. Ina aya ngapi? 28. Na sura zilizotajika katika msafu mzima, sura za nabii zilizomtaja Nuhu, sura za upande wa kushoto ni 28. Na katika hizo sura 28 Nuhu peke yake imetajika mara 28. 28 28 na 28. 28 ya mwanzo tumesema ni zile aya za Nabii Nuhu, ile sura yenyewe na 28. Tukasema 28 ni zile sura ambazo zimetajika Nabii Nuhu kabla ya sura Nabii Nuhu, na tukasema ndani yake katika hizo aya zilizotajika Nabii Nuhu ni 43, nazo kuna 14 za kaumu Nuhu, moja mrata Nuhu, na Nuhu mara 28. Yani 28 iko mara 3 na 43. Sina shangaza. 73 za kulia hakutajika, 73 za kushoto hakutajika, na aya 28 ndio samahani, sura 28 ndio katajika, na ndani yake mna 43 aya ambazo ametajika, na katika 43 mna 14 zinasema kaumu Nuhu, na kuna mraata Nuhu mara moja, na Nuhu ametajika mara 28. Kuangalia namba 28 na 43 zimekariri kiajabu ajabu kabisa. Yani huu mwingiliano na kuiana kwa hizo namba, hii ndio inaonesha dalili ya muujiza. Maana muujiza ni kitu cha ajabu sana. Muujiza ni kitu cha ajabu sana. Huwezi kujua. Kwa sababu hiyo inakuwa inatupita sisi uwezo wetu. Hii ni Mwenyezi Mungu tu. Si tumepewa ile elimu na kuna limit yake, kuna kipimo, huwezi kwenda zaidi. Huko juu zaidi sasa unakutana na muujiza ambao hakuna anaweza kujua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na inatutosha, hii inatutosha kutupa imani, na inatosha pia kwa ni silaha ambazo unaweza kutumia katika ulimwengu wa leo. Silaha kubwa hizi ni elimu hizi, unazichukua hizi, unajilinda nazo wewe mwenyewe kwanza, ili uwe na imani barabara. Alafu unawavutia watu wengine ambao hawaelewi, wanadanganyika na hizi elimu za kisasa, wanatoka katika dini. Kwa hiyo a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kwa hakika sifa ni zake Mwenyezi Mungu, tunamsifu, tunamtukuza, tunamtegemea, na tunamwomba tughfirie madhambi yetu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, na tunajikinga kwake na shari za nafsi zetu na shari ya vitendo vyetu vibaya. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemongoza hakuna atakayeweza kumpoteza. Wa man yudhlil fala hadiya lahu, yule ambaye amempoteza hakuna atakayeweza kumongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, na nashahidi kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake. Fa inna asdaqul hadithi kitabullahi ta'ala, kwa hakika mazungumzo yaliyokuwa na ukweli kabisa ni kitabu chake Mwenyezi Mungu alitukuka. Wa ahsanul hadi hadiyu Muhammadin, na uongofu ulikuwa bora ni uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sala na amani za Mwenyezi Mungu zimfikie. Wa sharul umuri muhdathatuha, na katika mambo mabaya ni ile mambo mapya. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila jambo jipya ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi au innovation ni upotevu. Wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotevu unamwelekeza mtu katika moto jahannam. Katika video hii tutazungumzia alama za ajabu 10 za kihesabu katika baadhi ya sura za Qur'ani. Katika baadhi ya sura za Qur'ani tukufu tumechagua Yusuf, sura ya Yusuf, sura ya Isra, sura ya Al-Baqarah, Ad-Dukhan, Al-Kahf, sura ya Maryam, An-Nahl, Al-Hadid, Taha na Nuh. Alama za kihesabu ni mojawapo ya miujiza mikubwa katika Qur'ani ambazo ukifikiri utaona hazikuja kwa kubuni, bali zimepangwa kwa hikima kubwa, na inathibitisha kauli ya Mwenyezi Mungu katika sura ya Jin katika kipande cha mwisho wa aya kinachosema wa ahsa kulla shay'in adada, yani
Mwenyezi Mungu kama anasema hapa tafsiri, and takes account of every single thing. Mwenyezi Mungu kila kitu ameshukulia kwa hisabu, kila kitu katika hisabu yake. Hakuumba vitu ovyo ovyo tu, kila kitu kwa sababu, na kila kitu amekiwekea hisabu yake. Sasa tukiangalia katika sura ya Yusuf, tukija hapa angalia hii sura ya Yusuf ni sura namba 12. Tusisahau kwamba hizi namba zote tunazoona hapa, sura ya kwanza Al-Fatiha, Al-Baqara, hizi namba zote hizi ziliongezwa baadaye. Yaani Qur'ani ya mwanzo ilikuwa hivi, unaona, hamna namba yote, hamna namba yote, lakini baadaye wakaongeza, Waislamu wakaongeza namba hizi ili kutusaidia sisi kusoma Qur'ani bila makosa. Aya namba 1, aya namba 2, aya namba 3 kama unavyoona hapa, aya namba 4, aya namba 5, zote zimeandikwa ili kutusaidia sisi, na wametuandikia juu hapa sura hii imeshuka Maka. Angalia hii katika msahafu mwingine, unaona picha kama hii, aya zimeandikwa hivi, aya namba 1, namba 2, namba 3. Sasa wewe angalia hii namba 12, hizi namba zilipokuja kuandikwa baadaye, sasa tunaona mambo mengine maajabu. Na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Sisi tunaona maajabu, lakini yeye mwenyewe anajua ni muujiza au kitu kingine, lakini anashangaza. Wewe angalia anavyoshangaza, kwa sababu ndugu zake Yusuf walikuwa 11 na yeye jumla 12. Yaani baba yao alizaa watoto 12. Yakub alikuwa na watoto 12, na ajabu sura imekuwa namba 12. Kama kwamba Mwenyezi Mungu ukijaribu kuangalia kuifikiri sana, utaona kama kwamba Mwenyezi Mungu aliposhusha sura hii akaamua kuita Yusuf namba 12 kama kwamba watoto 12. Sasa twende tena tuone mingineyo katika sura nyinginezo. Tuchukue mfano Isra, sura ya Isra. Hebu turudi tena katika picha yetu hii, sura ya Isra hii namba 17. Sasa ajabu, hii namba 17 inalingana na raka za sala, kwa sababu tunasali raka 17 katika sala 5, yani sala asubuhi raka 2, 4 dhuhuri jumla 6, alasri 4 jumla 10, magharibi 3 13, na 4 isha 17. Siko raka 17. Na tusisahau Isra ni safari aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipewa zawadi na Mwenyezi Mungu, alifanyiwa safari hiyo, akachukuliwa usiku huo mmoja akapelekwa mpaka Palestine, kisha akapelekwa katika mbingu 7, na kisha Mwenyezi Mungu akamfaridhishia sala 5, na katika sala 5 hizo ndio hizi raka 17. Sasa angalia hapa walipokuja kuweka hizo namba Fatiha mpaka imefika 17, unakuta Isra ni kama inalingana na zile raka. Unaona ajabu hapa, tumesema watoto wa ndugu zake Yusuf, familia yake wako 12, na hapa tunasema Isra raka 17. Kwa hiyo angalia, tusisahau ile aya Mwenyezi Mungu aliyosema wa ahsa kulla shay'in adada, kila kitu amekihesabu. Unaona maajabu haya, malingano au uwiano baina ya majina ya sura. Sasa twende katika Dukhan. Samahani, nimeruka hapa. Tunakwenda sasa katika Bakara. Hebu tuone katika Bakara, sura ya Al-Bakara. Twende tuone kuna muujiza gani katika Bakara. Katika Bakara hii sura ya Bakara ina aya 286. Sura ya Bakara 286. Sasa ukienda katikati ya sura hii ukagawa hii mara 2 itakuwa ni 143. Sasa twende katikati ya sura hii, katikati, aya ya katikati katika hii sura hii hapa inasemaje? Aya namba 143.
inasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nimewajalieni muwe taifa la katikati. Sasa wewe angalia, tupo katika sura ya Bakara, katikati ya sura Mwenyezi Mungu anakuambia nimewajalia muwe umma wa katikati. Angalia mpangilio wa sura hii. Mwenyezi Mungu angetaka angefanya hii aya iwe sehemu nyingine, angelijalia iwe katika mwanzo wa Bakara au mwisho wa Bakara, imewekwa katikati. Ni kama Mwenyezi Mungu kithibitisho aliposema wa ahsa kulla shay'in adada, amehesabu kila kitu, angalia kaiweka hapa katikati kwa hikma, anajua mwenyewe. Si tunasema tu, tunashangaa na inatupa imani kwamba Mwenyezi Mungu yupo, kwa sababu hii Qur'ani haikuja hivi kenyeji tu, na kwamba haikuguswa, kwa sababu kama ingekuwa imeguswa hii Qur'ani tusingepata haya mambo tunaona ya maajabu haya. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Si tunaona maajabu tu, iliyobaki tumwachie mwenyewe. Hatuwezi kutoa hukumu tukasema hii ndio muujiza sio muujiza. Wewe angalia tu, tumesema ya kwanza ile Yusuf ina namba 12, wako ndugu 12. Tunaona maajabu. Tunakwenda katika ile Isra tuna 17 raka 17. Tunakuja hapa hii iko katikati. Aya hii tunaona maajabu. Twende katika hii sura na mwisho, kwa karibu na mwisho kuna muujiza mwingine. Angalia. Mwenyezi Mungu anasema hafidhu ala salawati, hifadhini sala zenu au fanyeni hizo sala zenu, wa salatul usta, na mitaja salatul usta kwa kuipa heshima, na kama salatul usta kaitukuza hiyo sala ya katikati hiyo, wa kumul lillahi kantin, na msimame kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mnaposali. Sasa uangalia hii wa salatul usta kaiweka katikati pia, kwa sababu huku maneno ya huku, idadi ya maneno huku ni 3 na idadi ya maneno huku 3 pia, na maherufi za huku 14 na herufi za huku 14. Hii wa kumulai wa salatul usta ipo katikati, imezungukwa na hizi idadi ya maneno, idadi ya herufi zinalingana. Qur'ani akajalia wa salatul usta ingekuwa sehemu nyingine, amejalia katikati, na ile aya mwanzo iko katikati ya sura. Sasa turudi tena katika sherehe yetu. Tumeshamaliza Bakara, twende katika Dukhani sasa. Angalia Dukhani. Na imeitwa Dukhani kufuatana na hii aya katika sura Dukhani. Hii sura Dukhani namba 44. Sura Dukhani namba 44 maana yake moshi, smoke. Sasa tuione inatokana na hizi aya hizi zilizoshuka, zinatueleza habari ya Dukhani. Huu moshi huu, fartaqib, Mwenyezi Mungu anasema angalieni, yawma tati samaa bidukhani mubin, siku ambaye mawingu yataleta huo moshi huo ulikuwa wazi, visible smoke. Carbon dioxide, hii table hii carbon dioxide, hii element hii table hii ya elements zote kama vile carbon, nitrogen, oxygen, fluorine na nyinginezo zote, potassium, hydrogen, hizi ni elements. Sasa ukiangalia carbon uzito wake katika aina hii, kwa sababu carbon ziko aina mbalimbali, kuna zingine aina mbalimbali inajulikana kama ni isotope. Aina hii isotope hii uzito wa carbon ni 12 hapa. Unaona hii 12. Labda ni choro upate kuona. Hii hapa carbon. Unaona hii imeandikwa 12, 12 uzito wake, uzito 12. Na oxygen ni 16. Hii hapa. Upate kuona vizuri. Oxygen, carbon ni 12, oxygen 16. Sasa tuli katika sherehe zetu. Tuli katika sherehe yetu. Kwa hiyo carbon 12, oxygen 16. Hivi ndio vipimo walivyotuambia hawa watu wa science, watu chemistry, na inajulikana kama ni AR symbol hii, vipimo hivi, kwa sababu jina wanalolita wana science ni relative atomic mass. Mtu akwambia relative atomic mass ya carbon wanasema ni 12 kwa aina hii, kwa sababu kuna aina zingine 14. Kwa aina hii
ni 12,0,16. Yani isotope hii au aina hii unapata 12,0,16. Sasa carbon dioxide manake kuna oxygen mbili, ni compound hiyo, oxygen mbili na carbon moja. Sasa kwa jumlisha relative, hii liko ni relative atomic mass. Sasa kwa jumlisha hizi unapata kile kinaitwa relative formula mass ya carbon dioxide. Kwa carbon dioxide ina 12, 16 na 16, 44. Yani hapa ni 44. Kwa mtu akikuuliza relative atomic mass unasema ni 16 na 12, lakini kwa sababu kuna oxygen mbili unapata uzito wake ni 44. Na wakakuuliza, na hii namba muhimu sana, namba 44 ni muhimu sana kwa sababu wanasayansi wanapokuuliza wewe, wanapokuuliza namba ya moles, kipimo katika mafarmasi huko wanatumia vipimo hivi. Katika duka la madawa wanatumia vipimo hivi. Kwa hiyo mtu akikwambia nataka mole, unitafutie mole, basi itabidi ugawanye mass na hii. Kwa mfano mtu anakuambia kuna mole, anakuambia kuna gram 60 za element fulani, basi unachukua ile relative atomic mass unagawa. Ukigawa utapata mole, mole 2 au mole 3 au mole 1. Kwa mfano mole ya carbon dioxide ni 44. Mole ya carbon dioxide ni 44. Kila hewa na mole yake ina namba yake. Oxygen ina namba yake. Yani kila compound ina masi yake. Carbon dioxide ina masi yake hiyo. Maji, kwa sababu maji ni mchanganyiko wa hydrogen na oxygen, ina masi yake 18. Mole ya sodium chloride ina masi yake 58.5. Na hii wanatuambia ni atoms, ni atom. Uchukue namba 6 hapa, nimefanya multiply upate kuona 6 times this. Atoms, 1 mole ina atom ngapi? Atom ni chembe, ni ndogo sana, usiziona kwa macho, ni ndogo sana. Kila atom kila mole moja ina atom. Uchukue 6 mara hii utapata 6 na 23 zeros. Tuandike hapo upate kuona. Yani 6 na uzidishe ufanye 0 karibu 23. Siwezi kufanya zote hapa, nje kuonyesha tu 0.23 kwa wingi wake. 0.23 na inajulikana kama Avogadro number. Yani hiyo inajulikana hivyo kwa huyo alikuja na elimu hii, jina lake. Huyo alikuja na fikra hii au elimu hii. Kwa hiyo tumeona kwamba namba 44 ndio uzito wa carbon dioxide, ule moshi. Alafu tukienda mbele zaidi tuelewe hatari za moshi. Hatari za moshi unatokana na carbon na element nyinginezo. Kwa mfano carbon dioxide inaandikwa hivi, angalia, maana carbon moja oxygen 2, ndio maana tukapata zile 44, 12 kujumlisha oxygen 2 unapata hiyo. Sasa hatari yake wanakuambia hii yote sisomi, na kuonyesha hapa tu nipoandika 40,000 ppm. ppm maana yake percentage kwa kila milioni au percentage kwa kila 100. Kwa hiyo percentage kwa kila milioni wanakuambia ikiwa katika hewa kuna 100,000 ya ppm ya hiyo carbon dioxide, basi unaanza kwa kichwa kinakuzunguka, moyo unaanza kupiga, unaanza kutoka jasho, tabu ya kupumua, na unaanza kupoteza fahamu. Ikizidi hii 100,000 basi koma na kufariki, na kufa una riski ya kufa. Kwa hiyo wanasayansi badala ya kutumia ppm hapa, wengine wanatumia nani tu, wanatumia percentage. Kwa hiyo sawa na kusema, kwa mfano hapa badala ya kusema 10,000 ppm carbon dioxide, mtu akikwambia 10,000 ppm manake katika kila milioni ya aina za element mbalimbali katika hewa unapata 10,000 ya hiyo carbon dioxide katika kila milioni. Kwa hiyo hesabu hiyo unapata 0.01. Ukigawa kwa milioni kugawa kwa 10 unapata 10,000 unapata 0.01. Kwa kilugha wanasema 0.01 ya carbon dioxide katika hewa.
unaona, na unaweza pia ukatumia percentage ya chini ya 100. Kwa hiyo inakuwa ni 1 kugawanya kwa 100, unapata hiyo lugha hiyo. Unaweza kuita ukagawa kwa 100, unaweza kusema 0.01 ya carbon dioxide katika hewa katika kipimo katika kila 100, yani katika kila 100. Ni maneno synonymous, kama na kwa maneno haya yanafanana. Kwa hiyo 1 ppm ni sawa na 0.0001% ya gas. Kwa kifupi yote hiyo tunataka kuelezea kwamba carbon dioxide ni hatari sana. Inapozidi kipimo kama nilichoona hapa 100,000 ppm, basi ni kufa tu. Na hapa tunaona wametuambia kipimo hicho cha carbon dioxide ni 44. Kipimo chake unatumia katika pharmacy ulimwengu mzima. Sasa ukija katika sura hii ya sura Dukhan, unaiona hapa ni namba ngapi? 44. Kwa hiyo Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi mwenyewe. Kwa nini sura hii ya Dukhan? Tumeona aya ile pale, lakini aya inathibitisha pia 44 hapa. Unaona ad-Dukhan iko na 44. Kuna aya inazungumzia mambo ya kuja kwa moshi, na ile aya inaonyesha namba 44 uzito wake. Kwa hiyo unaona namba hii inalingana. Sisi tunasema tu Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu mkubwa, anajua mwenyewe siri yake, lakini tunaona maajabu, mlingano kati ya hizo namba na Qur'ani. Qur'ani ina maajabu sana tena sana. Namba hii ukiangalia na uzito 44. Hatusemi kama ni sababu hiyo, tunasema anajua Mungu zaidi, lakini sisi tu inatuonesha alama za ajabu. Kama tulivyosema Yusuf watoto 12, raka ya Isra 17. Tunakwenda kwenye Dukhan tunakuta 44. Jamani, si maajabu haya? Maajabu. Sasa tumemaliza hii Dukhan. Sasa twende katika aya nyingine. Katika sura nyingine, samahani, Al-Kahf. Suratul Kahf na muujiza mwingine. Allahu aalam, tunasema ni alama, anajua Mwenyezi Mungu. Nimesema muujiza, lakini kwetu sisi, kwangu mimi naona ni muujiza, lakini anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hebu twende katika hiyo sura ya Al-Kahf. Kahfi hapa, angalia kuanzia aya namba 9 mpaka aya namba 26. Inazungumzia habari za wale watu walikwenda kalazwa katika pango. Am hasibta anna ashab al-kahfi, wale watu wa kahf, watu wa pango, waraqini kanu min ayatina ajaba. Kisa chao kinaanzia aya hii namba 9. Rudi nyuma katika sheria. Kisa chao kinaanzia namba 9 mpaka 26. Kisa chao kinaanzia namba 9. Rudi tena Kahf. Yaani kinaanzia namba 9 hii mpaka aya namba 26. Sasa hizi aya ukizihesabu hizi unakuta ziko 10 na ngapi? 18. Yaani kisa hichi kinaanzia katika sura Al-Kahf aya namba 9. Kinaishia mwisho kabisa aya namba 26. Ndio mwisho. Ziko aya ngapi hapa? 18. Hebu nenda katika sura, unakuta sura namba 18. Jamani, unaona mambo haya. Sasa angalia hii sura namba 18. Hebu twende katika ile teo yetu. Sura namba 18 iko wapi? Hii hapa. Al-Kahf. Namba 18. Na aya kule zinazungumzia habari ya watu wa pango ziko 18 tu. Hapo ndo tunasema Qur'ani inaishiria mambo ya ajabu ajabu, na nathibitisha kauli ya Mwenyezi Mungu aliyosema wa ahsa kulla shay'in adada. Amehesabu kila kitu kwa idadi, sio kijuvu ovyo tu. Sasa wewe angalia hizi namba zilikuwa kuna hapo enzi ya Mtume. Hizi namba ziliwekwa baadaye. Sasa kunatoka miujiza au kunatoka hizi alama za ajabu ajabu. Namba 18 tunaelezwa mambo mapango. Twende habari nyingine. Twende katika sura ya Maryam. Twende katika sura ya Maryam. Sura ya Maryam aya namba 16 mpaka aya namba 34 inazungumzia kuhusu kisa cha Nabii Maryam na Isa. Makapa inaanza wadhkur fi kitabi Maryama. Kitabu Maryama, kitabu cha Maryam. Na inaishia na kusema dhalika Isa ibn Maryam. Huyo ndio Isa mtoto wa Maryam. Sasa uangalia aya hizi ukihesabu hapa mpaka hapa
aya ziko 19. 19 kuanzia 16 mpaka 34. Turudi nyuma kule 36, 19 from 16 to 34. From 16 to 34. Aya kuanzia 16:34 kama sikosea. Hebu turudi tena kwa Maryam 16 hii hapa mpaka 34. Aya sura hii ina aya imeandika pale 98. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu kachagua kisa hichi kinafanyika katika hizi aya 19. Na ukaangalia sura hii, turudi tena katika ile, ni namba 19. Aya zinazozungumzia kisa cha Maryam ziko 19 tu, na hii sura namba 19, na aya za watu wa pango ziko 18 tu, na hapa Mwenyezi Mungu kajalia namba 18. Wewe fungua msahafu wako nyumbani, ziko jumla sura 114. Kwa hiyo tukianzia kwa Al-Fatiha unafika namba 18 Al-Kahf. Sura namba 18 Al-Kahf ina aya 18. Sura namba 19 ni Maryam, ninazungumzia habari hiyo. Aya ziko 19 tu zenye kuzungumzia mama huyo Maryam na mtoto wake Isa. Na hii watu waliolazwa katika pango, aya ziko 18 tu. Sasa hizi ndo alama za ajabu katika Qur'ani. Hebu tuende katika sura ya nyuki, An-Nahl, ambayo imeandika hapa bees kwa Kiingereza. Nahl. An-Nahl yani bees, nyuki. Sasa ukija katika hii sura ya bees, bila ya kuitafuta, unajua tu namba 16 An-Nahl. Wale nyuki tuliona katika video za nyuma science, nyuki ana chromosome katika chembe yake ya atom, ndani mna DNA. DNA ndio habari zako zote, zina chromosome 16. Sisi binadamu tuna 23 chromosome, nyuki 20 ndio anajulikana. Kwa hiyo nyuki wa kiume ana 16, wa kike 32. Na Mwenyezi Mungu amejalia sura namba 16. Tena angalia ajabu, hiyo aya ina maneno 16. Hiyo aya iko moja katika Qur'ani nzima, na herufi zilizotumika katika herufi zote za Kiarabu, herufi zilizotumika kuelezea habari hii katika hii aya ni ziko 16 kutoka kwa herufi zote hizo za Kiarabu ambazo ni 28. Wewe uone haya maajabu wewe. Sura hii inalingana na chromosome. Hakuna kitu bure, hakuna chance ya kusema kuna herufi hapa imezidi au imepungua. Qur'ani kila kitu Mwenyezi Mungu amesema, wa ahsa kila shay adada, amehesabu kila kitu kwa idadi. Sasa tuende katika Al-Hadid, sura Hadid. Sura ya Hadid tena bila kuitafuta kupata tabu, hakuna tatizo, iko katikati 57, kwa sababu sura za Qur'an ni 114 kama unavyoona hapa, 114 114. Ziangalie zote hizi kuanzia Fatiha mwanzo mpaka Nas ya mwisho. Lakini katikati ya 114 si 57 kihesabu. Ukagawa 114 mara 2, ukagawa kwa 2 unapata 57. Ukagawa 114 kwa 2 unapata 57. Kwa hiyo sura Al-Hadid ipo katikati. Sasa uangalia katika ardhi hii, chuma na iko katikati. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu hii na ikajalia hii sura iko katikati. Chuma iko katikati ya ardhi namba. Alafu ajabu yenyewe hii, aina ya chuma ziko zaidi ya moja, wanaita isotope katika chemistry. Na hii 57 ni aina ya chuma ambayo inaita stable. Ni isotope ziko zaidi ya moja, lakini hii ni stable isotope. Na ajabu ni kwamba watu waliofanya hesabu
katika kutumia hesabu ya wakati huo walikuwa wanatumia herufi, enzi hizo kabla ya kushuka hata Qur'an, walikuwa wanatumia herufi, na herufi zingine zina namba ambazo walikuwa wanatumia katika maisha yao ya kila siku. Walikuwa wanatumia herufi kama vile alif ina namba fulani, b ina namba yake ambayo tutazungumzia wakati mwingine. Kwa hiyo ukichukua zile namba za wakati ule, ukachukua al-hadid, ukachukua namba unapata 57 hivyo. Lakini watu wengi sana wamepiga vita hizo namba, wanaita jumal, wamepiga vita. Ndio maana sikupendelea kuzungumza hapa, nazungumzia science tu, tusiingie katika hayo manamba. Lazima tuende na ukweli. Tunataka kufuata vitu vingine, japokuwa tunapata hiyo namba, lakini tunataka iwe safi kabisa. Hii video tutaongeza vitu vingine wala kupunguza kitu. Nazungumza hapa ili tupate kuona vinavyoashiria maajabu tunayoona sisi. Alafu baada ya hapo namwachia Mwenyezi Mungu, na msomaji mwenyewe pia anaweza kufikiri, mama msikilizaji wa video hii, kama haya tunazungumza ukweli yanalingana, lakini maajabu, usikuna maajabu. 57 na Mwenyezi Mungu amejilia chuma katikati ya ardhi. Na maulama au wanavioni wengi wa Kiislamu wanazungumzia habari hii. Hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua vipi kama chuma iko katikati ya ardhi? Leo hii tunasoma chuma katikati ya ardhi, na hapo naona leo hii sura namba 57 ya katikati imewekwa katika Qur'ani. Kama Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliumba ulimwengu, na yeye ndiye alishusha Qur'ani kajalia hii hadidi iwe katikati. Kwa hiyo tumachie Mwenyezi Mungu. Lakini tuna mzuri kusoma, kwa sababu ni vitu, hizi ndio silaha za kuchukua ili upate kujilinda na imani yako. Hizi ndio silaha za kuchukua ili ulinde imani yako, na pia silaha hizi za kuwafundisha watu wengine wapate kuelewa, wapate kuja katika Uislamu. Kwa sababu kama unavyoona vitu kama hivi ndio vinawafaa vijana wa sasa ambao wamezama katika science. Nataka wapelekee hivi vitu. Mwenyezi Mungu kaviweka kusudi. Enzi ile ya Mtume ilikuwa havitajiki hivi vitu. Ilikuwa muujiza katika lugha. Na pia kuna muujiza katika lugha, mamilioni ya muujiza katika lugha ambayo iliwavutia hao watu wakati huo, ambao lugha yao ilikuwa wanaipenda sana na walikuwa hodari sana katika lugha yao. Lakini Mwenyezi Mungu akashusha Qur'ani ikashinda zote hizo. Leo hii tupo katika science, sasa tunatolewa vitu vingine hivi. Na hivi ndio vitu vinafaa sasa hivi wapelekee vijana. Watu wengine kuelezea mambo tu, Mungu akasema hivi, akasema hivyo, watu wengine wasikilizi, wengine wanasikiliza. Kwenda kwa silaha zote hizi ukusanye. Sio tu tusichukulie hivi. Sisi wote, hata mimi mwenyewe najiambia hizi ndio silaha. Sasa twende katika sura ya Taha. Sura ya Taha tuone mengine tena maajabu. Unaona? Sura ya Taha katika Qur'ani nzima hii, ta, herufi ya ta. Herufi ya ta. Hebu tuende katika sura ya Taha kwanza. Taha iko hapa namba 20. Sasa sura za mwanzo za 19 za mwanzo naziona hizi 1 mpaka 19. Al-Fatiha mpaka Maryam. Alafu sura zote kuanzia 21 mpaka 114 mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu amejialia hii sura kwa namba 20 iko hapa. Taha, unaiona katika mstari wa pili juu hapa. Taha. Kwa sababu natamani nichore hapa ili upate kuona. Mwenyezi Mungu amejialia hii Taha hii hapa. Taha. Kwa hiyo ziko huku sura ngapi? 19. Na zilizobaki zote hizi zilizobaki zinakwenda kwa namba hizi mpaka mwisho kabisa 114. Ya mwisho hii hapa 114. Niondoe tena. Kwa ya kwanza ni Taha hii hapa, na zingine zote kuanzia 21 mpaka 114 ya mwisho. Yaani anaanzia Al-Fatiha mpaka Taha. Sasa angalia twende katika muujiza Taha. Tuone kitu gani kinashangaza hapa. Ni kwamba herufi za Taha katika Qur'ani nzima ni ziko 1273. Unaona watu wamefanya kazi bwana, watu wamefanya research. Herufi katika sura nzima, herufi ta. Labda nichore hapa tupate kuona. Herufi ta.
hivi ta, shindo kuchora vizuri, lakini mradi tu uone herufi ya ta hii kwa Kiarabu hii ta ziko 1273 katika Qur'ani nzima, 1273 of letter hii, this letter ta 102,073. Na jambo la kushangaza ni kwamba ni kwamba hebu niondoe hii tupate kueleza vizuri. Jambo la kushangaza, inashangaza kweli kweli kabisa, inashangaza kweli. Ni vitu vinatuzidisha imani kweli. Hii toa hii nitaitia t, naiandika t tupate kuiona vizuri. Hii ndio toa katika msahafu mzima, naandika toa katika sura ya toa t, katika sura ya toa, sura zote za nyuma huku na sura zote za mbele huku kuna sura 10 ngapi? 19. Na zilizobaki zote katika sura 114 zitakuwa upande huku. Unaona hii hapa t ya toa, huku kuna sura 19 na huku sura zote za msahafu nyinginezo huku upande huku. Narudi tena katika picha upate kuona toa hii hapa, toa hii hapa. Kwa sura zote hizi hapa ni 19 na nyingine zote mpaka mwisho huku toa hii hapa. Ndio nazungumzia katika hii picha upate kuona. Kwa hiyo muujiza ambao unashangaza au alama ambayo inashangaza, na Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe kama ni muujiza, ni kwamba kuna herufi za toa huko 636 katika sura hizo 19 na huko kuna 636. Unaona zivoganyika na gani? Yaani katika sura 19 Mwenyezi Mungu kajaza chungu mzima toa, na huku sura zote nyinginezo jumla ni sura 114. Huku na sura nyingi lakini kaweka 636. Mpango, angalia namna balance hii, ni balance, utafikiri mizani. Na hii sura pekee yake toa ni kama kwamba hii toa ndio baba yao, ni kama kwamba hii toa ndio toa ya dhahabu, hii toa ya almasi ipo katikati, imezungukwa na ndugu zake kinatoa 636 na kinatoa wengine 636 na uita kinatoa ili pati tuelewe vizuri, kinatoa huku 636 636. Na hii hapa tumesema katika msafu mzima kuna 1700 kama sikosei. Nirudi nyuma tena pate kuona 1273 1273 ya nini toa katika msahafu mzima. Sasa ukichukua 336 and 336 unapata 1272, na hii moja hapa inakuwa 2073. Unaona balance hii 1272 kwa jumlisha hii na hii, alafu hii ya katikati Mwenyezi Mungu amejalia, yani mpima, angalia huku sura 19 tu na huku sura zote nyinginezo zilizobaki. Qur'ani na sura 114. Wewe angalia sura zote hizi Mwenyezi Mungu akatoa kidogo tu, jaribu kufikiri, akatoa katika sura yote haya 636, huku na sura 19 tukajaza 636. Unaona hiyo maajabu na mpango aliopanga namna gani? Huo mpango aliopanga unashangaza. Sasa wewe angalia, Mwenyezi Mungu hapa anasema, ukaangalia sura ya pekee katika msahafu mzima ambaye jina lake linaanza na herufi ta, ndio hiyo toa. Hakuna sura nyingine inaanza na jina lake Taha. Kwa hiyo sura 7 ambazo tunakuja katika hii ya kwanza ipate kuelewa, hii muhimu uelewe. Sura ya pekee tunakuja B, hili kwa ni A, sasa B. Sura 7 ambazo majina yake yana herufi ta ni Taha, Fatir, At-Tur, At-Talaq, Al-Infitar, Al-Muttafifin, At-Tariq.
Hizi ni sura 7 ambazo majina yake yana herufi ta, lakini ta ndo pekee yake inatangulia na neno ta. Hizi zingine zina ta katikati. Angalia Fatir, At-Tur, At-Talaq, lakini pekee yake ta iko mwanzo. Alafu sura nyingine 4 ambazo zinaanzia na herufi ta, hatusemi jina la sura hapa, ilikuwa ni jina la sura Taha, jina la sura. Sasa sura ambazo zinaanzia na herufi ta, unapata Taha, unapata Shuara, unapata An-Naml. Kwa sababu gani? Taha unasema Taha, Shuara unasema ta sin mim, An-Naml unasema ta sin, na Al-Qasas ta sin mim. Kwa hiyo angalia hapa, katika makundi yote mawili haya inaongoza Taha. Katika kundi la kwanza hapa, Taha katika jina lake mnatanguliwa na neno ta, inatanguliwa na Taha. Hapa ngine yote hapa Taha zote ziko katikati, lakini kwa hiyo Taha inaongoza hapa. Ndio maana tukasema kule Taha ya dhahabu hiyo inaongoza hapa. Ukija katika kundi la pili, sura ambazo zinaanzia na herufi ta, unapata Taha ipo, kuna ta sin mim, kuna ta sin, na Taha pia ipo, lakini inaongoza kwa sababu hizi sura zote hizi, tuje katika hili picha utaona sura zote hizi zimekuwa baada ya namba 20, yani zipo huku. Kwa hiyo inaongoza. Hizi zote tulizotaja nyuma huko ziko huku. Ngoja nichore uone. Sura zote zenye toa zile tulizosema katika sura na kuanzia zipo huku. Hii namba 20 kwa inaongoza. Kiongozi, na ndio dhahabu hiyo. Rudi tena katika sherehe yetu. Kwa hiyo herufi ta ipo katika makundi yote mawili tuliyotaja, na pia zinatangulia zote hizo kwa namba 20 katika msahafu. Imeeleweka hapo? Imeeleweka kufuatana na picha nilivyoelezea. Nimeelezea picha kwanza, alafu maelezo haya ili ipate kueleweka. Kwa hiyo herufi ta ipo katika makundi mawili yaliyotaja hapa juu, na katika makundi yote mawili inaongoza kwa sababu namba 20 hizi zote zimefuata. Ni kama ta ipo mbele tu, hiyo ta ya dhahabu, na imezungukwa na ndugu zake, ipo katikati 336 times 2, na ipo katikati. Na jambo lingine katika nao, tumeshasema nao sura 7 katika, ukiangalia sura 7 na hizi sura 4, hizi 7 na 4, hizi sura 7 na 4, ukimultiply hizi unapata 28. 7 times 4 28. Hizi sura 7 na 4 28. Alafu jambo la kushangaza, angalia maajabu tu, maajabu. Hebu tuangalie hapa kama sura ta iko hapa, ninayo hapa. No, sikuwa nayo, sikuikopi hapa, lakini kwa kifupi ni kwamba sura 7, ukichukua sura hizo 7 na 4 unapata 28, na ndio idadi ya herufi katika sura ya Taha. Idadi ya herufi Taha katika sura ya Taha. Sasa waangalia sura ya Taha pekee yake, ile Taha ina herufi Taha pekee yake 28. Sasa na idadi hii tena 7 mara 4. Hii 7 mara 4, sura 7 ambazo majina yake ni herufi ta, ukafanya na mara 4 ya sura 4 ambazo zinaanza na herufi ta, ukamultiply hizi unapata 28, na 28 ndio herufi ya ta pekee yake katika sura ya ta. Angalia maajabu inalingana namna gani, na kweli muujiza unakuwa na maajabu. Kila kitu maajabu tu, kila kitu maajabu. Sasa wewe angalia hapa, anasema hivi, sura za Qur'ani ni 19 times 6, yani Qur'ani unaweza kugawanya katika mafungu 6 namba 19, yani 19. Tukija hapa tueleze vizuri zaidi. Qur'ani tunagawa katika makundi 6 na namba 19.
yani 19 ya samani. Qur'an inaweza kugawa katika mafungu 6 ya namba 19, yani 19 jumlisha 19 jumlisha 19 mara 6. Herufi ta zipo 636 katika fungu la kwanza, yani katika zile sura 19 za mwanzo, kuanzia sura ya Alhamdu mpaka kabla ya sura ya Taha. Sura hizo zina herufi 636 za Taha, na baada ya sura ya Taha kuna sura 95 ambazo ni mafungu matano yaliyobaki, nazo zina herufi ya Taha 636. Sasa angalia mpangilio wa kipimo huo. Haya ndio tulizungumza, ni sherehe ile tulizungumza kwa mwanzo. Mwenyezi Mungu kajalia kwamba hii Taha sura za mwanzo 19 ina 636 na zinginezo zote sura 95 636, kama kwa Mwenyezi Mungu amejalia ili aweke ile balance ya zile Taha. Kwa hiyo tumeona maajabu katika sura ya Taha. Sasa twende katika sura ya Nuhu, twende maajabu mengine. Sura ya Nuhu, sura ya Nuhu ina maajabu yake. Sura ya Nuhu namba 71. Hebu twende katika sura ya Nuhu ione namba 71. Hii hapa Nuhu namba 71, naiona 71 hii Nuhu. Sasa tuone sherehe inatuambia nini. Aya zake ni 28. Hiyo Nuhu aya zake ni 28 na namba yake ni 71. Sasa Nuhu, hebu twende katika hiyo picha tupate kuelezea vizuri zaidi. Sura zilizofuatia Nuhu zote kuanzia hii Ajin mpaka Nas, kuja nichore tena kwa rangi ili tupate kueleza vizuri zaidi. Yani sura hizi hapa na hizi hapa nazichora hivyo upate kuona, na hizi hapa ziko jumla 43. Jumla ngapi? 43. Katika sura hizi hakutajika neno Nuhu. Hakuna neno Nuhu hapa katika hizi sura hizi, hakuna neno Nuhu. Jina la Nuhu hakuna, yani hakutajwa katika hizi sura. Na katika sura za nyuma zote 70, na si hesabu Nuhu kwa wakati huu, na hesabu hizi tu 70, zote hizi zote katika hizi 70 kuna 43 ambazo hakutajika tena Nuhu. Unaona mpangilio? Yani sura 43 za upande huku hakutajika Nuhu, na sura za 43 za upande huku hakutajika Nuhu. Lakini katika hizi 70 kuna baki ngapi? 28. Na katika 28 ametajika Nuhu mara 43. Ya ilahi ya Rabbi, wekele maajabu. Ina 43 za upande huu hakutajika Nuhu, na 43 za upande huu hakutajika Nuhu. Lakini katika upande huu kuna sura 28 pamoja na hii ya Nuhu, pamoja na ya Nuhu. Naposema 28 pamoja na Nuhu, kumetajika Nuhu mara 43. Sasa twende katika hii tupate kueleza vizuri zaidi, uone maajabu ya Qur'ani. Ya ilahi ya Rabbi, hii miujiza ina mwisho. Miujiza au sijui ni alama za picha za ajabu na zinatisha. Sasa ngoja tueleze hii sura ya Nuhu iko hapa. Sura zote za upande huu ziko 43. Hakutajika jina la Nuhu hata kidogo, hakutajwa kwenye hizi sura ndizo ziona hapo kwenye picha. Na sura za upande huku zote, katika sura za upande huku ziko karibu 70, tumeona 43 hakutajika Nuhu, isipokuwa 28 tu. Na katika 28 sura hizi pamoja na hii Nuhu kumetajika Nuhu mara 43. Allahu Akbar. Sasa huwezi kuona maajabu. Yani huku hakutajika 43 times. Huwezi kuona kama Mungu ndo anapanga. Na huku hakutajika Nuhu mara 43, lakini katika sura 28 ametajika mara 43 tu, pamoja na hii Nuhu yenyewe sura hii. Yani kama sikosei tumeona pale katika hii ziko ngapi? 70, pamoja na Nuhu ni 71.
Unaona maajabu. Sasa hebu twende katika sherehe, twende katika hiyo sherehe tuona haya maajabu. Kwa hiyo na aya zake, angalia sasa ajabu nyingine tena, angalia maajabu yenyewe. Aya ya sura ya Nuhu, sura ya Nuhu ina aya 28 pia. Uangalie maajabu. Yaani hizi sura za huko nyuma zote, sura za Nuhu, yani sura ziko 70. Unaona hapa kuna sura 28 kumetajika jina la Nuhu. Sitakuingia huko. Kuna sura 70 mpaka hapa, yani zote hizi 43 kutajika Nuhu, lakini 28 katajika Nuhu, sura 28 katika upande huu, na katika 28 tumesema ametajika mara 43. Kwa hiyo katika hii sura ya Nuhu ambaye namba yake ni 71 na aya zake ni 28, ukafanya hesabu katika kujaribu tu useme nitoe 71 kutoa 28 na 71 ya sura nitoe 28, ufanye utundu huo, unataka kujua utapata ngapi? Unapata 43. Namba hiyo hiyo tunayosema kwa sababu Nabii Nuhu ametajika katika Qur'ani nzima mara 43. Na jambo la kushangaza ni kwamba katika hizi aya 43 zilizo samani, na katika hayo hizi mara 43 zilizotajika Nabii Nuhu, utakuta kaumu Nuhu, yani jina lake limeambatanishwa na kaumu na watu wake, kaumu yake mara 14. Kaumu Nuhu, na jina lake kuambatanishwa na imraata Nuh ni mara 1, na Nuhu peke yake mara 28. Tena ajabu yenyewe zile aya za sura ya Nuhu ziko 28, na Nuhu peke yake katika kundi lote hilo ametajika mara 28 katika Qur'ani nzima. Yani katika hizo aya 28, katika hizo aya, tazama ajabu yenyewe. Sura ya Nabii Nuhu ina aya 28. Ina aya ngapi? 28. Na sura zilizotajika katika msafu mzima, sura za nabii zilizomtaja Nuhu, sura za upande wa kushoto ni 28. Na katika hizo sura 28 Nuhu peke yake imetajika mara 28. 28 na 28. 28 ya mwanzo tumesema ni zile aya za Nabii Nuhu, ile sura yenyewe na 28. Tukasema 28 ni zile sura ambazo zimetajika Nabii Nuhu kabla ya sura Nabii Nuhu, na tukasema ndani yake katika hizo aya zilizotajika Nabii Nuhu ni 43, nazo kuna 14 za kaumu Nuhu, moja mrata Nuhu, na Nuhu mara 28. Yani 28 iko mara 3 na 43. Basi nashangaza, 73 za kulia hakutajika, 73 za kushoto hakutajika, na aya 28 ndio samahani, sura 28 ndio katajika, na ndani yake mna 43 aya ambazo ametajika, na katika 43 mna 14 zinasema kaumu Nuhu, na kuna mraata Nuhu mara 1, na Nuhu ametajika mara 28. Kuangalia namba 28 na 43 zimekariri kiajabu kabisa. Yani huu mwingiliano na kuiana kwa hizo namba, hii ndio inaonesha dalili ya muujiza. Maana muujiza ni kitu cha ajabu sana. Muujiza ni kitu cha ajabu sana. Huwezi kujua, kwa sababu hiyo inakuwa inatupita sisi uwezo wetu. Hii ni Mwenyezi Mungu tu. Sisi tumepewa ile elimu na kuna limit yake, kuna kipimo, huwezi kwenda zaidi. Huko juu zaidi sasa unakutana na muujiza ambao hakuna anaweza kujua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na inatutosha, hii inatutosha kutupa imani, na inatosha pia kwa ni silaha ambazo unaweza kutumia katika ulimwengu wa leo. Silaha kubwa hizi ni elimu hizi, unazichukua hizi, unajilinda nazo wewe mwenyewe kwanza.
ili uwe na imani barabara. Alafu unawavutia watu wengine ambao hawaelewi, wanadanganyika na hizi elimu za kisasa, wanatoka. Kwa hiyo habari za Nabii Nuhu, ningependelea kuwaonesha kwamba katika hizo sura 28, sura 28 aya zinazomtaja Nuhu zimekariri. Kwa mfano katika Hud, katika sura ya Hud kumetajika Nabii Nuhu mara 8. Hapa kumetajika katika sura Nuhu kumetajika mara 3. Sura Swafat hapo naiona hii imetajika mara 2. Ndio maana tukapata katika sura 28 imetajika mara 43. Nimezikusanya zote hapa. Hii sura 28 nimezikusanya zote hapa. Na neno jina la Nuhu limekariri mara 43. Na katika hii mkusanyo wa pili huu nimezikusanya zote. Unaziona hizi hapa 43. Kwa naangalia Nuhu apetajika mara 3. Nuhu ya kwanza hii Nuhan, inna arsalna Nuhan, katika sura Nuh qala Nuhun wa qala Nuhun, ziko aya 3. Nenda katika sura ya Hud, hii hapa sura Hud imetajika mara 8. Ya kwanza wala qad arsalna Nuhan, na ya pili qala ya Nuhun, ya tatu uhiya ila Nuh. Kwa hiyo sura Hud imetajika mara 8. Nimekusanya zote 43 katika sura hizo 28. Sasa tumemaliza habari za jina la Nabii Nuhu na maajabu tuliona katika mpangilio wa kinamba. Ni ajabu tu. Sasa twende katika mada yetu ya mwisho, nayo ni sura ya Dukhan. Sura Dukhan niliruka siku hii, nilikuwa nimeruka kwa bahati mbaya, nikaruka moja kwa moja kutoka kwenye Bakara nikaenda kwenye Kahf. Sasa izungumzia hii sura hii ya Dukhan, tuone majabu mengine katika hii sura. Na sura hii inajulikana kama surat ad-Dukhan, ambayo Dukhan ni moshi, the smoke. Na ziko aya 2 tu zinazungumzia habari hii. Na ndio maana sura hii katika Dukhan kuna aya 2 zinazungumzia habari hii. Hebu tusisome aya namba 10 na 11 katika sura Dukhan. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Kisha anasema yakhsha an-nasa hadha adhabun alim, yani angalia siku ambaye mbingu italeta moshi uliokuwa wazi wazi, hautafichika, utauona, utafunika watu, na hiyo ndio itakuwa adhabu kubwa, adhabu yenye kuumiza. Yani Mwenyezi Mungu ataleta, baada ya ukaidi wa watu kuendelea na kuzidi, Mwenyezi Mungu ataleta adhabu hii. Anajua mwenyewe. Kwa hiyo hapa anatuambia tu katika aya hii, fartakib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhani mubin, siku ambaye utakuja huu moshi, utakuwa ni adhabu kwa ukaidi wetu sisi binadamu. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba hii Dukhan ni moshi, na moshi ni mchanganyiko wa elements mbalimbali. Ule moshi ni nini? Ule moshi ni mchanganyiko wa elements, na mojawapo ni carbon dioxide. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba kama carbon dioxide ndio hii Dukhani anayozungumzia Mwenyezi Mungu, au labda kuna moshi mwingine, kuna element nyingine, kuna element nyingine, anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini katika tafiti inaonesha maelekeo kwamba ni carbon dioxide, lakini tunajitahidi, watu wanafanya utafiti, wanasema hii ndio carbon dioxide, labda kuna aina ya moshi, kuna aina ya mada nyingine, labda carbon monoxide, lakini carbon dioxide inaelekea kwa ndio hii, kwa sababu zifuatazo. Carbon uzito wake
wanatuambia wana science, uzito wake, samahani, kwanza kabisa carbon zipo isotope tatu, aina tatu. Kuna carbon inaitwa 12, carbon 13, carbon 14. Carbon 12, carbon 13 na carbon 14. Sasa carbon hii 12 inatokana na uzito, carbon 12. Kwa hiyo unapokwenda katika hii table ya elements ukaangalia carbon utakuta 12. Kama ni carbon ya 13 utakuta hapa ni 13, na kama ni carbon ya 14 utakuta hapa 14. Zinaitwa isotopes katika chemistry, aina ya carbon. Sasa hapa inaelekea kama ni carbon, hii moshi tunazungumzia ni carbon 12 kwa sababu oxygen uzito wake ni 16, mass wanaita relative atomic mass ni 16, na relative atomic mass ya hii ni 12. Inajulikana kwa herufi hizi AR, relative atomic mass 12. Sasa carbon dioxide maana yake ni hii hapa. Carbon dioxide maana yake carbon moja na atom mbili. Hii ni compound, carbon na oxygen. Sasa carbon moja na oxygen mbili, kujumlisha hizi unapata 44. Yani carbon ni 12 kujumlisha 16 mara 2, 16 na 16, oxygen ziko 2 na kwa 44. Halafu hii 44 inashangaza kwa sababu ndio ukiangalia ndio sura hii na 44. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanavyuoni wa kisayansi wanasema hii labda huenda kawa ndio ile carbon dioxide kwa sababu inaelekea na hii sura namba 44, uzito. Sasa wanazidi kusoma zaidi hiyo carbon. Hiyo carbon inaweza kuleta adhabu ya kuumiza. Lakini kabla hapo ngoja tueleze kidogo uzito huu. Kwa hiyo carbon, kila kitu kina uzito wake. Kila kitu. Carbon dioxide ina uzito wake anakwambia gramu 44 gram. Kama tulivyoona hapa. Na inaitwa mole, 1 mole. Kipimo chake katika, na mole unapata vipi? Kwa kutumia hii 44 ambayo inajulikana kama ni relative formula mass. Relative formula mass ambayo na jina lake kwa kifupi ni MR. Kwa hiyo relative formula mass inatumika hii relative formula mass katika kutafuta mole. Ukienda katika pharmacy, maduka madawa wanatumia sana vipimo hivi katika kupima madawa. Kwa hiyo namba ya mole unachukua hii mass unagawanya kwa relative atomic mass. Relative formula mass. Kwa unachukua relative formula mass unagawa na uzito wote utakaopia unapata mole. Ndio kipimo unachojua. Hawatumii makilo wala sijui wanatumia vipimo hivi. Katika maduka madawa wanatumia vipimo hivi. Mole, kwa hiyo mole moja, mole mbili. Sasa angalia hapa, mole ya carbon dioxide ina uzito wake kama 44 gram. Mole ya maji ni hydrogen na oxygen, ni compound. Kwa hiyo mole yake uzito wake anakwambia ni mass 18 gram. Mole ya sodium chloride ni 58.5, lakini ajabu ile carbon dioxide ni 44. Hiyo ndio kipimo chake maalum kinajulikana. Mole yake ni 44. Na ndio inalingana na hii haya. Kwa hiyo watu wanasema, hawana science wanasema huenda hii carbon duhani ni carbon dioxide. Sasa hebu tuone carbon dioxide ina hatari gani? Tuone kwani inaumiza. Kama ni adhabu inaumiza. Kufuatana na maelezo haya wanasema kipimo kati ya, kama ninakwambia hapa, 40,000 percentage per million. Katika kila milioni moja ya hewa ya element mbalimbali katika hewa angani, katika milioni 40,000 mpaka 100,000 ya carbon dioxide katika kila milioni, ikiwapo kiwango hiki, basi moja kwa moja inaleta dangerous katika maisha ya mtu na health. Utasikia kizunguzungu, moyo unaanza kupiga, kutoka kwa jasho, kupumua kwa matatizo na kwanza kupoteza fahamu ikizidi sana hiyo. Lakini ikizidi kipimo hiki 100,000 ikizidi 100,000, naona alama ya kuzidi
Manake more than, hii alama na more than 100,000 ppm per percentage per million, katika kila million, ukilinganisha na aina ya elements mbalimbali katika hewa. Hiyo carbon dioxide ikizidi kipimo hichi, basi within minutes loss of consciousness, tunapoteza fahamu, risk ya death. Unaona? Na wanasayansi wanatuambia kama nilivyozungumza hapo juu, sintarudia tena hapa maana ya ppm ni kitu gani, lakini kwa kifupi wana vipimo viwili, ima ppm kwa kila milioni au kwa percentage kwa 100. Ni hadi ile jabu ile. Kwa mfano percentage kwa 10,000 ya milioni unapata, ukigawa unapata 0.01, na kama ni percentage chini ya 100 inakuwa ni hivyo, unapata 0.01. Yani mtu akikwambia 1% ya carbon dioxide katika hewa ni sawa na kusema 10,000 katika kila milioni moja. Mtu akikwambia percentage, akikwambia 1%, yani moja chini ya moja ya kila 100 ni sawa na kusema 10,000 ya kila milioni moja, kwa sababu jibu hilo moja 0.01. The terms zote hizo mbili zinafanana, synonymous. Alafu sura zingine nimeshazungumzia. Hii ndio ilikuwa mada ya mwisho, lakini kwa kifupi tumeona huenda wanavyotuambia wanavioni kwamba hii namba 44 hapa haikuja bure. Sura Dukhani inaonyesha dalili kwamba ni ndio carbon dioxide, sio carbon monoxide, kwa sababu carbon monoxide ni carbon moja na oksijeni moja. Ukihesabu hapo carbon utakuwa umepata hivyo 12 na 16 inakuwa 28, lakini ukichukua carbon dioxide unapata 44. Unapata 44. Kwa hiyo watu wanajitahidi, lakini zaidi ya hayo wanajua Mwenyezi Mungu mwenyewe. Watu wanajitahidi, wanasema labda ndio hii, lakini tu inashangaza kweli kabisa. Aya za Qur'ani, namba zile za sura, herufi, ni kama Mwenyezi Mungu amejalia mwenyewe, ameweka vidhibiti mbalimbali, vidhibiti ili aya zisiguswe. Maana mpaka herufi zimehesabiwa, aya zimehesabiwa na mpangilio umehesabiwa. Yani hakuna chance au mtu yote anaweza kuja kutia mkono kugeuza chochote. Yani mtu asithubutu akaenda kageuza Qur'ani, kwa sababu kwanza kabisa vidhibiti, katika vidhibiti mbalimbali Mwenyezi Mungu amejalia Qur'ani hii imehifadhiwa. Kwa hiyo mtu akaenda kageuza msahafu akatia mikono kwa kutaka kubadilisha vitu, anajipoteza wakati wake, kwa sababu watu wamehifadhi Qur'ani. Na hata kama hawakuhifadhi Qur'ani, angalia vidhibiti kama hivi. Huwezi kupunguza herufi, kuzidisha herufi, ila utavunja hii balance aliyojalia Mwenyezi Mungu. Namba hizi zote mipangilio yake yote utavunjika. Kila kitu kimepangwa katika mizani. Na hapa inathibitisha kauli yake aliyosema wa ahsa kulla shay'in adada. Amehesabu kila kitu katika mpango wake. Amehesabu and takes account of every single thing. Yeye mwenyewe amesema katika Qur'ani wa ahsa, amehesabu, amepanga kila kitu kwa mpango, kila kitu katika balance. Huwezi kwenda kugusa Qur'ani. Na wanatumia pia lugha nyingine, wana science katika lugha ya Kiingereza wanaita interlocking mathematical values. Interlocking mathematical values, yani mathematical values zimefungamana kiajabu, na sio kidhibiti kimoja, vidhibiti chungu mzima. Tutaona huko mbele katika video zinazokuja. Kuna vidhibiti mbalimbali. Kwa mfano kama hapo unaona aya zilivyopangika, sura zilivyopangika, na kuna mengi mengine tutaona katika video zinazokuja. Iliyobaki tu ni kuelewa haya na kufahamu, na huenda vitu kama hivi vikatuzidishia imani. Sasa nimemaliza mada zote katika video hii. Tutafanya ufupisho kwa haraka kujikumbusha. Tumesema katika sura ya Yusuf tumeona kwamba kuna watoto 12 na sura hii ni namba 12. Tumesema katika Isra ni sura namba 17 na zile rakaa 7 zilizofaridhishwa. Tukasema katika Bakara, sura ya Bakara
Kuja nifungue tena tupate kuona sura ya Bakara hii. Tumesema aya ya katikati kabisa, aya katikati ya sura hii aya katikati namba 143, aya katikati ya sura. Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika jalnakum ummatan wasata, na hivyo nimewajalieni ku umma wa katikati, yani Waislamu mpo katikati. Huwa ni muujiza, iko katikati ya sura. Halafu henda katika hii aya hapa, hii aya hafidhu ala salawat, hifadhini au fanyeni hizo sala, salawat, yani msali hizo sala, mzifanye hizo sala. Wa salatu al-wusta, Mwenyezi Mungu kaitukuza hii sala ya katikati, na huwezi kujua time gani. Wengine wanasema al-asr, wengine wanasema dhuhuri, inategemea. Wengine wanasema salatu subuhi, maana kila sala moja imezungukwa na nyingine. Na Mwenyezi Mungu kama kwamba Mwenyezi Mungu ameificha kusudi mtu tuswali sala zote 5. Huwezi kujua ni sala isha au sala magharibi, lakini wengi wanasema ni sala al-asr. Kwa ili ukisema al-asr peke yake, basi watu wengine wanaweza kutilia mkazo al-asr tu kuacha zinginezo, lakini hapana, Mwenyezi Mungu ameificha. Kwa hekima yake, katika wiki Mwenyezi Mungu amejalia Ijumaa ndio siku muhimu. Katika mwaka amejalia mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi mtukufu. Na katika aya za Qur'ani, katika sala pia kuna sala moja wapo Mwenyezi Mungu ametuambia salatul wusta, labda ni sala al-asr, lakini wanavioni hapo wako kauli mbali, lakini wengi wanasema salatul asr. Lakini uangalia hiko katikati hapa kuna maneno matatu, na hapa kuna maneno matatu, na herufi kinamba pia zinawiana. Herufi za upande huu na upande imewekwa katikati. Ni kama Mwenyezi Mungu, hii inatuonesha kwamba Mwenyezi Mungu ndo anafanya yote haya, anapanga yote haya. Hii Qur'ani ya kushushwa kienyeji, kushushwa kienyeji. Sasa tunaendelea zaidi. Dukhan ndo tumeona hiyo elements na majibu yake. Uniangalia kama kuna kitu kingine. Element table ni hii, na hii hapa ni 12. Kwa unaweza kukuta element table nyingine hapa ni 14, kwa sababu ni aina ya carbon. Ziko nyingine 14, na kuna 13. Na hapa inaelekea ni 14, tunatupa inatupa namba 44. Samahani, hapa ni 12, carbon 12 inatupa namba 44. Tukenda mbele kuna Kahf, tumeona sura al-Kahf aya namba 9 mpaka 26. Ziko aya 18 zinazungumzia habari ya watu hao waliolazwa katika pango. Halafu Maryam inazungumzia Maryam na mtoto wake Isa. Ni kuanzia aya namba 16 mpaka 34 ambazo ni aya 19. Huu ni muujiza. Aya zinalingana na namba ya sura, na hapa inalingana na namba ya sura. Alafu Nahl tumeona namba 16 inalingana na namba za chromosomes. Surat al-Hadid maana yake iron, chuma, inalingana na chuma ambayo katikati ya ardhi. Sura ya Taha ajabu ziko herufi 1273, na tumeona Ta herufi Toa Toa kwenye badili hapa Toa herufi Toa. Sura ya pekee ambayo jina lake linaanza na herufi Toa. Sura 7 ambazo majina yake na herufi Toa. Kwa hiyo tumeona kwamba ni jina lake linaanza na herufi Toa, na sura 7 ambazo majina yake na herufi Toa. Kwa hiyo iko pekee imeanzia na herufi Toa, na hizi sura 7 ambazo majina yake na herufi Toa, na sura 4 ambazo zinaanzia na herufi Toa. Na ukiangalia utaona Toa ipo katika makundi mawili na inaongoza. Ipo namba 20. Sura namba 20. Na sura zote hizi zote zinafuatia, yani kiongozi, Toa kiongozi imezungukwa na Toa 636 kwa upande wa kulia, yani kuanzia pale 20 na kwenda juu, na pia nyuma yake 636.
Yani katika fungu la sura 19 za Mwanzo kuna 636, na katika mafungu mafungu matano ya 19 yanayofuata kuna 636. Na Twaha sura hiyo pekee yake kuna namba 1. Kwa hiyo ni maajabu, yote ni maajabu. Sura Nuhu tumeiona na maajabu yake pia. Samahani, tumesema katika hii sura ya Twaha, angalia, nitakuongezea pia hapa kwamba ile mafungu matano ni sura 95. Wewe angalia sura 19 tu za Mwanzo ametumia Mwenyezi Mungu 636 herufi za Twaha katika sura zile 19 za Mwanzo, na sura nyingine zilizobaki zote 95 kuna hivyo namba hiyo. Hiyo ni kama kwamba amejalia ibalance kwa kila njia. Hizi sura ndogo 19 za Mwanzo kati ya zote hizi, ukiangalia Twaha iko katikati, na ni mshangao, inashangaza kweli kabisa, inashangaza. Sasa sura ya Nuhu ni namba 71, aya zake ni 28. Inashangaza pia kwa sababu Nuhu hakutajika mara 43 katika upande wa kulia. Turudi nyuma tuone hii. Yani Nuhu sura ya Nuhu namba 71 hii, ukaangalia kuanzia 72 mpaka 114 hakutajika Nuhu kabisa. Ziko 43 sura, na sura za huku nyuma zote zote ambazo ziko ngapi? 70, kuanzia kwanza mpaka 70 hakutajika nabii. Samahani, hakutajika katika sura 43, lakini sura zilizobaki zote katika upande wa nyuma huko kuanzia 1 mpaka 70 pamoja na 71 ziko 28. Ametajika Nuhu hapo mara 43. Kwa kifupi 43 hakutajika, na 43 huko hakutajika, na 43 ya zile 28 imetajika. Yaani 43 45 na 20 na 43 na 28 sura zilizotajika katika zile ametajika mara 43. Kwa kuna 43. Na katika zile zilizotajika 43 utakuta tuni nyuma, utakuta kaumu Nuh imetajika mara 14. Kaumu Nuh, yani ambatanisha jina lake la Nuhu na kaumu, na hapa Nuh ambatanisha jina lake na imraata ni mara 1, na Nuhu mara 28. Sasa hii 28 inalingana pia na aya za ya sura ya Nuh ambazo ziko 28. Mambo ya ajabu. Na pia sura ambazo zimetaja jina la Nuhu ambazo zimetaja mara 43 pia ziko 28. Kwa kifupi ziko 28 na 43. Angalia wa mpangilio ulivyopangika na magani, kiajabu tu. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa video hii namba 10, na inshallah tutakutana tena Mwenyezi Mungu akipenda katika video namba 11 na miujiza mingineyo mbalimbali. Naomba Mwenyezi Mungu atakabali kazi hii ndogo, kazi ya kakadogo, na kama kuna makosa naomba Mwenyezi Mungu anisamehe, na kama makosa hayo nitajua basi nitasahihisha katika video inayokuja, na kama sikuyaona haya makosa basi naomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Naomba Mwenyezi Mungu kazi hii ipate kutufaa, nifaa mimi kwanza, kisha na wengineo ambao watasikia, watasoma habari hizi. Kwa hiyo nakuacheni katika amani ya Mwenyezi Mungu, na pia na kutumieni salamu na rahma na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie popote mahali mlipo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.